Karibuni tena katika tafakuri yetu inayosema Rozari, sala ya tafakuri. Na hii ni siku ya 5 na tafakari yetu ya leo inasema kwa nini sala ya Rozari inamhusisha Bikira Maria. Tumeendelea kupokea maswali ya kutosha kabisa inbox kuhusiana na tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari. Na swali tuliloulizwa sana ni kuwa endapo kama tunasema Rozari ni sala kwa Mungu, basi iweje inamhusisha mama Bikira Maria? Kama tulivyoeleza katika tafakuri ya nyuma, sala ya Rozari sio sala kwa Bikira Maria, bali ni sala ya tafakari juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona kwa mfano katika matukio ya Bikira Maria kuwatokea watu mbalimbali, na hii tuliona katika tafakuri iliyotangulia. Mojawapo ya mambo aliyowahimiza kufanya ni kusali Rozari. Vilevile aliwahimiza wawahimize watu kusali Rozari. Sasa basi, kama hii sala ilimhusu yeye binafsi, yani Bikira Maria, je, ina maana anapohimiza tusali Rozari anadai afanyiwe ibada? Kama alidai afanyiwe ibada kwa njia ya sala ya Rozari, basi angesema salini Rozari ili nifanye hili au lile kwa ajili yenu. Yaani angesema niombeni ili niwaombeeni. Lakini hakusema hivyo. Hata katika harusi ya Kana aliwaambia wahusika baada ya kumwomba mwanaye afanye kitu, akawaambia atakalo waambieni fanyeni. Kumbe basi tunaona maombi yale hayakufanywa kwa Bikira Maria, bali Bikira Maria aliyafanya maombi bila ya kuombwa kwa mwanaye kwa ajili ya wale wenye harusi. Sio tabia yake ya yeye kutaka kuombwa ili afanye lolote. Kumbe nasi anatuambia tusali Rozari kwa sababu anajua ni sala inayotuunganisha na Mungu kwa njia ya tafakuri. Kwani ni kivipi? Kwanza tulieleza katika tafakuri ya nyuma kwamba mwanzoni kabisa tunaanza kwa kukiri imani yetu tunaposali Rozari. Pili, baada ya tafakuri kwa kurudia salamu ya malaika kimafungu, tunautukuza Utatu Mtakatifu tukisema atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hapo hatumtukuzi mama. Tatu, tafakuri ya kila fungu la Rozari inalenga tendo linalomhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Matendo haya ambayo yamegawanyika katika mafungu makuu 4, yani matendo ya furaha, matendo ya uchungu, matendo ya utukufu na matendo ya mwanga, yanajumuisha maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo kuanzia kupashwa habari mpaka kupaa mbinguni. Utaona hakuna matendo yanayomtukuza mama yetu Bikira Maria. Sasa basi, iweje Bikira Maria anahusishwa katika sala ya Rozari? Kwanza, huwezi kumtenganisha Yesu na mama yake. Kwa mfano, huwezi kuzungumza habari za kupashwa habari pasipo mama Maria. Huwezi kuzungumza habari ya kumtembelea Elizabeth pasipo kumhusisha Bikira Maria. Huwezi kuzungumza habari za Yesu kuzaliwa pasipo Bikira Maria. Hata kutolewa Yesu hekaluni, Bikira Maria alihusika. Kupotea Yesu na kukutwa hekaluni, Bikira Maria alikuwemo. Harusi ya Kana, Bikira Maria yumo. Wakati Yesu alikuwa akizunguka huku na huko akifundisha, mama Maria alikuwamo. Wakati wa mateso alikuwepo. Alipokuwa pale msalabani kabla hajakata roho, alimkabidhi Bikira Maria kwa mwanafunzi aliyempenda. Pili, Yesu alimpenda sana mama yake.
aliandamana naye kila mahali alikokwenda, alimtii, kama tunavyosoma katika Luka sura ya 2 mstari wa 51 mpaka wa 52, au Yohana 2 mstari wa 1 mpaka wa 25. Alimpenda, na hata pale msalabani tulivyoona, alimkabidhi kwa mwanafunzi aliyempenda kabla ya kukata roho. Kwa hiyo utaona tunapomhusisha Bikira Maria katika sala ya Rozari, maana yake anatusindikiza katika tafakuri kama alivyomsindikiza mwanaye Yesu tangu mwanzo wa maisha yake hata mwisho. Tunajua Bikira Maria alishiriki katika safari ya ukombozi. Alimsindikiza mwanaye Yesu tangu mwanzo mpaka mwisho. Kama alifanya hivyo kwa mwanaye Yesu aliye Bwana wetu, je, sio jambo la bahati sana kwetu kusindikizwa naye pia katika sala ya tafakuri yetu? Katika tafakuri iliyotangulia tulieleza ni kwa nini tunasema utuombee sisi wakosefu. Tuliona ni tofauti kabisa na mchungaji au kiongozi wa kiroho anapodai malipo ili amwombee mtu, au mchungaji anadai kuombwa, yani kubembelezwa, ili amwombee mtu akidhani kuwa ni yeye tu mwenye uwezo wa kuomba na sio mwombewa. Sasa tofauti na mbwembwe za wachungaji wa kileo, tunapowashirikisha wengine katika kuomba kwetu, haimaanishi tunaomba kwa wenzetu, bali ni matashi mema na ushirikishwaji au kumsindikiza mwingine katika sala. Hata Zaburi inatuambia, mtukuzeni Mwenyezi Mungu pamoja nami, sote pamoja tulisifu jina lake. Zaburi ya 34 mstari wa 3, ikimaanisha kwamba mzaburi anashirikisha furaha na shukrani yake kwa Mungu. Katika sala ya Rozari tunatembea pamoja na mama yetu Bikira Maria tukimwelekea Yesu. Je, hili siyo jambo jema na la manufaa? Basi tusimwache nyuma, bali tutembee naye katika tafakuri yetu bila hofu wala wasiwasi. Tumsifu Yesu Kristo.